Mimi ni Mkushi Mwafrika. Ngomeleye. Ngomeleye maana yake ni maktaba inayotembea, maktaba iliyo hai. Nimekuja nitoe mchango wangu na vile vile kutokana na uelewa nilioupata kutokana na masimulizi na ufunuo niliopata wa moja kwa moja kutoka kwa wahenga ambao hawako mbali sana na sisi, kwa kuwa ni roho zisizoonekana. Jambo la kwanza nataka nitafsiri vizuri kitu kinaitwa mbingu kuu au anga mtambuka. Anga mtambuka au mbingu kuu maana yake ni Mungu wa kweli, kwa tafsiri ya itakayoeleweka na kila mtu, kwa sababu tushazoeshwa hilo neno Mungu. Lakini ni wahenga. Wahenga manake ni wale walioishi zamani zile, waliokweko milele. Ndio manake, kwa sababu roho zimetoka kwenye umilele. Roho yangu imetoka kwenye umilele ikaja kwenye mwili huu katika kizazi hiki, katika nyakati hizi. Kwa hiyo roho ni umilele, na kama roho ni milele, kwa hiyo anga kuu ni milele. Kwa hiyo anga mtambuka, na ikisema anga mtambuka, ili neno la mtambuka ni kinachoendelea kisicho na mwisho. Kwa hiyo nikisema ni Mungu anaishi wakati wote ni sawa sawa. Nikisema ni Mungu halisi ni sawa sawa. Nikisema vyote viko ndani yake ni sawa sawa. Ni sawa sawa kwa sababu sisi sote ni mshikamano mmoja, na ule mshikamano ndio unaosababishwa iitwe mbingu kuu. Ule mkusanyiko ndio unaosababisha iitwe anga mtambuka. Kwa hiyo vyote viko ndani yake katika mzunguko mmoja. Hiyo ndo anga mtambuka. Hiyo ndiyo mbingu kuu. Hiyo ndiyo nafsi kuu iliyokusanyika nafsi mbalimbali. Wahenga ni nafsi. Wahenga kwa neno lingine pia ni roho. Sasa video za hapa hivi karibuni nimeongelea habari ya mizimu. Mizimu ni roho. Mizimu ni nafsi. Ni kitu ambacho hakionekani katika mazingira ya kuyatizama kwa macho yetu haya, wala huwezi kunusa harufu yake, na wala huwezi kusikia kwa masikio haya, ila utasikia kwa maono ya ndani, utaona kwa jicho lingine la ndani ambalo ni jicho la kiroho, kwa sababu kila mmoja wetu ana hiyo roho ndani. Lakini hatuwezi tukasema huyu anayezungumza sasa hivi roho yake inaonekana. Hapana, tutasema huyu anayezungumza tunamuona ndio huyu hapa, lakini aliyoko ndani yake hatumuoni. Kwa hiyo haiwezekani
sisi katika maumbile haya ya mwili tuzione roho zetu, haiwezekani. Kwa hiyo ina maana ndio na sisi umaalum unapoanzia hapo. Usijidharau eti kwa sababu uko kwenye mwili, wala usimdharau mtu mwingine kwa sababu yuko kwenye mwili. Na ikawa ule mwili wa kwake ni mdogo, mwili wa kwake ni mnene, mwili wa kwake ni mwembamba, mwili wa kwake una urefu, au mwili wa kwake una ufupi, au mwili wa kwake una ngozi yenye rangi fulani, au mwili wa kwake tu ana nywele za aina fulani, au mwili wa fulani kwa sababu kutokana na utaratibu wetu hana elimu 1 2 3 ambayo imepangwa upite 1 2 3 mpaka kufikia pale ndio upewe hadhi na heshima kwamba wewe ni binadamu unayestahili heshima. Hapana. Hapana. Kufanya hivyo tunasababisha sasa ubaguzi. Kwa hiyo tusiwakanye watu wengine tukawakaripia, tukawabagua. Hapana. Kabla hatujasema hivyo, basi tuanze kujinyoshea kidole kwamba sisi ndio wabaguzi wa kwanza. Kila tunakopita tunatathmini watu. Huyu hamna kitu. Huyu nafasi gani wewe? Huyu hivi. Kuna kubeza hivi. Tabia ya kubeza. Kumbe sisi ni wamoja. Sisi wote tuna thamani moja. Sisi wote tuko ndani ya anga mtambuka. Sisi sote tuko kwenye mbingu kuu, kwenye umoja ule, kwenye mshikamano ule. Kwa mfano wa jinsi wa Afrika wa zamani tulivyoishi katika mshikamano, tulikuwa tunageza yale maisha tuliyoyaishi kwa milele katika roho. Kwa hiyo tufike mahali turudi kule tulikotoka, kwa sababu hawa wenzetu tulikuwa nao, wametokana na sisi, waliotuletea hizi dini, wakatuletea na dasturi, sisi ndo tulianza. Wao baadaye babu wahenga wengine wakaondoka katika mwili wakaenda maeneo mengine. Ni hivyo, lakini sisi bado ni wamoja. Kwa hiyo lazima tuwe makini katika kuyazungumzia haya. Tuyazungumzie katika namna ya staha, kwamba hawa ni wenzetu, hawa wenzetu wamekengeuka, na kama wamekengeuka bado sisi tuko kwenye mizizi, kwa sababu walituacha na vizazi vimezaliwa hapa, vimetukuta sisi kwa mfano hapa na vijana wetu hawa, lakini sisi wale tumekwekwa hapa katika dasturi ile ile ambayo hapa na pale haikwepeki. Usiniambie mimi mtu anayekwenda kwenye dini fulani eti uafrika wake ndio umekwisha kabisa, hana hata desturi kamoja ka Kiafrika. Haiwezekani. Wala usiniambia kwamba eti kwa sababu huyu ana dini fulani basi hata kabila yake basi imepotea, au hata lugha yake imepotea. Hapana, iko pale pale. Kwa nini iko pale pale? Kwa sababu hapa ndio chimbuko. Bado haya mambo yanafanyika, ingawa kwa asilimia ambayo ni kama ya kuvizia, haina uhuru. Kwa hiyo basi tunapoanza kunyoshana vidole, tunyoshane katika namna ya misingi ya hoja ambazo zitasema hapana bwana, wewe mwenzetu uliondoka na umerudi, umebadilika kuanzia rangi, nywele, mpaka hata na dasturi yako mwenyewe. Kwa hiyo sisi tuna hoja 1 2 3, tunataka kwa kina utueleze, ili tuweze kufahamu kwa nini sisi tukija kanisani hatuwezi kunyosha mkono tukahoji jambo fulani. Tunaambiwa wewe huwezi kuhoji, haiwezekani. Utamsikiliza mtu fulani ndio atafundisha. Watu fulani wamepangwa kwa ajili ya kazi hiyo. Basi kumbe sisi huku tulikuwa na majadiliano. Kwenye utamaduni wetu wa Kiafrika tulikuwa na majadiliano. Wale wazee ndio walikuwa wanaunda mabaraza ya kujadiliana vitu vya msingi vya kustawisha jamii kiroho na kimwili. Haya yote yalikwenda sambamba kwa pamoja, kwa sababu walitambua wazi hiyo ni ibada ya mwili, ili
kulinganisha na ile ya kiroho ambayo ina msimamo, ina mshikamano, inakwenda kwa kanuni moja, na kanuni moja ndiyo imekuwa zawadi ya kutufanya sisi tuwe na ustawi huo tulio nao. Asanteni sana kwa kunisikiliza.